uje kwetu? Kwanza mimi nishukuru sana, nishukuru kwa kunialika. Nishukuru kwa matangazo yenu ambayo mmeweza kutupromoti kama Mafunzo Queens tangu kwanza kwa michezo mpaka tumefika kupata ubingwa. Kwa kweli hizo ni salamu zetu. Kwanza tumeshukuru sana ZBC kwa jitihada zenu za kuweza kutupeleka hewani na tukaweza kusikika na watu wakatutambua kama Mafunzo Queens ni mabingwa wa msimu huu wa 25-26. Kabisa. Moja kwa moja hasa tuanze na safari ya Mafunzo Queens. Nini hasa ambacho kilishawishi Mafunzo kuanzisha timu ya wanawake Mafunzo Queens? Wakati hapa tulikualika mara ya mwisho ulituahidi ya kwamba timu ya wanawake itakuwepo, na ndio yale yale malengo yenu ambayo mmeanzisha kwa Mafunzo Queens, na ndio yale yale ambayo tumeenda kuyakutia mpaka mwisho. Mmefanikiwa, mnakuwa mabingwa wa ligi kuu soka Zanzibar. Kipi hasa ambacho pekee kimekusukuma zaidi? Kwanza mpira wa wanawake kwa ujumla tu duniani umekuwa introduced sasa hivi kwa ujumla tu, kuanzia bara Ulaya, takriban nchi zote sasa hivi zina timu za wachezaji wa mpira wa miguu wanawake. Kwa na sisi kupitia hilo tumeshawishika kuwa na timu yetu ya mpira wa miguu kwa chuo cha mafunzo au kama Mafunzo Sports Club. Lakini la pili ni ile ahadi ambayo niliweka kwamba tutaunda timu, na kweli tumeunda na tumefanikiwa. Kwa hiyo mambo mawili hasa tupelekea tuunde timu ya mpira wa miguu wanawake. Moja ni hilo, kama taratibu zinavyotaka. Sasa hivi nadhani vilabu vyote vya daraja la kwanza vinapaswa kuwa na timu ya mpira wa miguu ya wanawake pamoja na vijana. Hiyo nadhani ndio taratibu ambazo ZFF wanazipelekea, wanazitoa kila leo. Lakini labda uanzishwaji tu haujawa na motisha au na ulazima sana, lakini vilabu vingi sasa hivi vimeanza taratibu vimeanza. Kwa sisi tumesema tusiwe wa kusubiri mpaka mwishoni ndio tuje tuibuke, tuwe wa mwanzo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeanzisha timu hii tumeanza mwaka jana 25 na tukashiriki ligi hii ya mwaka huu 26 ambayo ilianza nafikiri ilikuwa Januari 29 na tukafanikiwa kwa mabingwa. Kwa hizo ni sababu ambazo zimetupelekea tuanzishe timu ya mpira wa miguu ya wanawake. Ubingwa huu ambao Mafunzo umeupata kwa timu ya wanawake inawasukuma kufanya kitu chingine kipi hasa ambacho mnataka kukifanya pia kwa upande wa wanawake, lakini pia kwa upande wa vijana na Mafunzo kwa ujumla? Kwanza tulianzisha timu hii si kwa majaribio, tulianzisha kwa maana ya kutengeneza timu ili iwe timu ambayo inaweza kuleta ushindani. Na kweli tumeleta ushindani, lakini pia malengo yetu makubwa ni kushiriki katika haya mashindano ya kimataifa, kwa sababu ya ubingwa ule unatupelekea sisi kuenda kushiriki mashindano ya Sekafa ambayo hatujajua yatafanyika nchi gani, lakini tutaelezwa baadaye na ZFF. Kwa hiyo malengo yetu ni kwenda kushiriki, kushindana na ikiwezekana tulete ubingwa. Kwa hiyo tuna malengo ya kufika mbali zaidi kwa timu hii ya mpira wa miguu ya wanawake hapa Zanzibar. Kabisa. Tariq. Ni mara yenu ya kwanza kushiriki katika ligi ya wanawake na mmefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa tathmini fupi tu, hali ya soka la wanawake toka kuanzishwa kwa Mafunzo Queens unaionaje? Mafunzo Queens tumeanzisha 2025 kwa maana ya mwaka jana. Katika kuanzishwa kama kawaida kuna mafanikio na changamoto. Mafanikio kama hivyo, tumeweza kuanzisha timu, tumeweza kuifundisha na tumeweza kuchukua ubingwa. Lakini hali ya mpira kwa jumla katika Mafunzo Queen, changamoto yake kubwa ilikuwa ni kupata wachezaji. Niseme tu kwamba labda watu tuseme dada wa hapa Zanzibar, dada zetu au mama zetu au ndugu zetu wa kike wa Zanzibar, nadhani hawajafunguka sana kwenye mpira. Hakuna mwamko, wameshindwa tumeshindwa kabisa kupata wachezaji hapa Zanzibar. Kwa hiyo hali ya mpira wa miguu, changamoto kubwa sasa hivi ni hiyo ya kwamba wachezaji wengi unalazimika kupata nje ya Zanzibar. Hiyo ndio moja ambayo inaleta ugumu. Lakini vile vile hali ya mpira tu kwa ujumla, huu mpira wa wanawake Zanzibar naona haijapata mwamko sana kabisa. So tumeshiriki, nadhani ilikuwa vilabu 4 tu hapa Zanzibar. Kwa hiyo ndio ligi kuu hiyo. Vilabu 4, lakini tukiangalia huko kwa wanaume tuna vilabu 16. Sasa ukiangalia tofauti ni kubwa sana. Kwa hiyo hali ya mpira wa miguu kwa ujumla Zanzibar kwa wanawake bado haijapata mwamko na bado haijapata, yani bado watu hawajaikubali sana, na nafikiri naweza kusema hivyo ndio inaanza sasa. Na
na mumefanikiwa kuwa mabingwa katika ligi ya wanawake na mumepata tiketi ya kwenda kushiriki katika mashindano ya Sekafa, mashindano ambayo yanatoa mwakilishi wa kanda ya Afrika ya Mashariki ambaye ataenda kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa ya Afrika kwa upande wa wanawake kwa mshindi. Malengo yenu hasa kama Mafunzo Queens ni yapi, ikiwa historia ya Zanzibar katika haya mashindano si nzuri sana? Tunapoenda mara nyingi tunaambulia vipigo vya kutosha. Kwenu Mafunzo, mumejipanga vipi na yapi malengo yenu kwenye mashindano? Kama nilivyotangulia kuongea hapo awali kwamba mashindano yetu tuliunda timu hii si kwa ajili ya kushiriki michezo, ni kushindana. Kwa hata tunakokwenda tunakwenda kwa ajili ya kushindana, na matarajio yetu tukafanye vizuri. Najua kuna ugumu sababu bado sisi ni wanagenzi katika michezo hii, ni michezo mipya kwetu kwa maana hatujawahi kushiriki, na historia pia inaonyesha kwa Zanzibar nadhani tutakuwa ni kama klabu ya pili kushiriki, sina uhakika sana, au ya pili au tatu hivi. Nadhani JKU walishiriki mwaka jana, wale Warriors wale na miaka mitatu nadhani Uganda, yes. Kwa hiyo tukiangalia historia, hao wenzetu wamekwenda wote walirudi katika hatua za awali sana. Kwa sisi tunajaribu kujipanga, kwanza tunajaribu kutafuta wachezaji kidogo ambao watakuwa na uzoefu zaidi kuweza kwenda nao huko, lakini pia kujaribu kutoa motisha kwa wachezaji wetu hawa. Kama watafanya vizuri basi tuweze kuawadi kitu kizuri, ni kama kuwapa motisha ili wafanye vizuri zaidi, lakini matarajio yetu zaidi ni kwenda kufanya vizuri na tuweke historia ya sisi angalau basi tuweze kwenda kwenye makundi yale ya CAF. Na hapo kwenye wachezaji Kamishna, unafikiri imekuwa ni changamoto kama ambavyo ulivyoainisha? Hamjafikiria labda pia kuona namna gani ambavyo labda pengine mtapata hata wachezaji wa kimataifa kuongeza nguvu? Wachezaji kimataifa kuwapata, unajua inategemea sana na fedha. Mchezaji wa kimataifa kumchukua kumleta Zanzibar inawezekana, lakini sasa tutakuwa tuna changamoto au tuna ugumu hasa kwenye fedha, sababu kama alivyosema michezo hii ya mpira wa miguu wanawake bado ni kama migeni hapa Zanzibar. Imeshachezwa miaka karibu 3-4, lakini bado hajapata mwamko sana. Hata wafadhili bado hawajajitokeza kwenda kwenye kufadhili michezo hii, na ukiangalia uwezo wa klabu zetu bado haujawa mkubwa sana kuweza kupambana na vilabu vikubwa zaidi kuweza kushindana katika kutafuta wachezaji wa kimataifa. Lakini bado kuna wachezaji wazuri tu kwa upande tuseme Tanzania bara. Hapo wachezaji ambao wamecheza klabu kubwa, wana majina ambao tuna uwezo wa kuwafikia na kuweza kuwasajili. Hao ndio tunazungumzia. Lakini kuvuka mipaka nje ya Tanzania, niseme kweli hapo bado hatujafikiria kiuwezo zaidi. Kabisa. Kuna changamoto nyingi katika soka la wanawake kama ulivyoziainisha hapo, ikiwemo mwamko unaonekana kuwa ni mdogo, lakini pia wafadhili bado nao pia wao na huo mwamko katika kuwapa support nyinyi kwenye kuzifadhili hizi timu, na tumeshuhudia hizo changamoto zinapelekea baadhi ya timu pia kushindwa kuendelea. Mfano, katika msimu uliopita tulishuhudia JKU wakija kushiriki kwenye ligi ya wanawake kwa mara ya kwanza na kuchukua ubingwa, lakini wakashindwa kuendelea katika msimu wa pili. Ni ipi ahadi yako kwa wana Mafunzo juu ya timu hii licha ya changamoto ambazo zipo katika soka la wanawake? Nashukuru. Kwanza mimi ahadi yangu kwa wana Mafunzo, kwa timu hii, kwanza itaendelea kuwepo. Na nahakikisha kama tutaendelea kushikilia ubingwa huko miaka mingi sana, kwa sababu tumejipanga kwanza kujaribu kupambana zile changamoto ambazo mwaka huu zimeturudisha nyuma tusifikie yale malengo yetu ambayo tuliwekea kwa 100%. Kwa hiyo tunakusudia kukiboresha klabu yetu hii ya Mafunzo. Kwanza changamoto ambayo tulipata nyingine ambayo sijaisema ni kukosa uwanja moja kwa moja. Tulikuwa tunaomba tu uwanja leo hapa, yani hamna uwanja wenu binafsi. Kwa hiyo moja tunajaribu kupambana kupata uwanja wetu, lakini la pili, kwa sababu wachezaji wengi ambao wanacheza Mafunzo Queen wengi wametoka nje ya Unguja au nje ya Zanzibar. Kwa hiyo ni kutafuta makazi ambayo itakuwa ni bora na mazuri. Lakini la tatu, kutafuta walimu ambao wataweza kuwafundisha wanawake kama wanawake, kwa sababu walimu wengine wanaweza kuwa wanafundisha wanaume, lakini uzoefu kuja kwa wanawake ukawa tofauti kabisa. Kwa hiyo tunajaribu kuboresha timu yetu hii ili iweze kudumu. Hatutaki kuanzisha timu alafu tuiachie iondoke. Kwa la kwanza tutahakikisha kwamba timu hii itaendelea kuwepo,
lakini la pili tunataka tu maintain hii status yetu ya kuwa mabingwa, tukae tu kileleni, tuwe mabingwa wa kihistoria Zanzibar. Kabisa. Na moja kwa moja hapo umegusia kuhusiana na malengo ambayo unayataka kwa timu hii ya wanawake, ikiwemo kuwepo kwa uwanja, lakini pia timu iendelee kuwepo, lakini pia hata kuwapatia makocha wazuri. Malengo mengine ni yapi hasa kwa upande wa Mafunzo Sports Club? Awali ulikuja baada ya kukualika ulizungumza malengo yako kuanzisha timu ya wanawake na tumeiona na mmefikia malengo ya kuchukua ubingwa, na umeelezea malengo mengine kabisa kwa upande wa timu ya wanawake. Malengo mengine ni yapi hasa kwa upande wa Mafunzo Sports Club? Je, tutarajie kukuta mchezo mwingine ndani ya Mafunzo Sports Club kwa upande wenu ukisimama hivi imara kama vile ambavyo imesimama timu ya wanawake? Malengo yetu makubwa kwa Mafunzo Sports Club wanaume, kwanza ni kubakia ligi kuu. Hatutaki hata siku moja kushuka. Kwa maana itokee siku turudi tena kule chini, hilo jambo hatulitaki. Kugumu huko. Kwa hiyo ni kweli ni kugumu kuliko. Lakini kwa gharama yoyote tutaendelea kubakia daraja la kwanza, Premier League Zanzibar. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa mwaka huu ni kiri kwamba yani mimi na ubingwa na mafunzo tuko mbali. Mpaka tunafunga msimu hapa. Ndio, pazito. Siwezi kusema kwamba nitakwenda kuchukua ubingwa, lakini niseme tu kwamba najiandaa kwa mwakani. Kama alivyoahidi kwa wanawake, na mwakani najiandaa vilivyo kuja na ushindani wa hali ya juu ili tuweze kufikia hali ya kupata ubingwa wa Zanzibar. Tuna ukame wa kombe hili muda mrefu sana. Kwa 2016 tuna hamu sana kuwa mabingwa, na tutafanya juhudi zote ambazo tutaziweza kuhakikisha kwamba tunapata ubingwa. Yako makoseo tuliyafanya katika timu yetu wakati wa sajili, tulishajifunza, tumeona tulivyotoka msimu nani katika mzunguko wa kwanza, yote mashahidi tulikuwa tuko hali mbaya. Msimu wa pili tumerudi kidogo, na kwa hiyo tumejifunza kitu kama kuna makoseo tuliyafanya. Kwa hiyo kwa msimu ujao ni waahidi tu kwamba tutafanya vizuri zaidi hapa. Na kuna maswali ambayo wadau tulikuwa tukijiuliza sana kutoka katika msimu uliopita. Hapo tuliwashuhudia Mafunzo mkifanya vizuri sana na kumaliza katika nafasi 4 za juu, na katika baadhi ya muda tuliwashuhudia mupo pia katika mbio za ubingwa. Nafikiri katika dakika za mwishoni kabisa ndipo ambapo mkaenda kukosa. Tulitarajia maybe mngeweza kuendelea pale ambapo mlipoishia katika msimu wa mwaka jana, lakini sivyo bahati. Kama ulivyotangulia kusema, hamjawa na mwanzo mzuri hasa katika mzunguko wa kwanza, na wengi wa wadau tunaamini ya kwamba moja kati ya sababu iliyowapelekea nyinyi kutofanya vizuri katika msimu huu ni mabadiliko ambayo mmeyafanya katika benchi la ufundi kwa kumuondosha kocha Sheha Hamisi ambaye alikuja kuleta mabadiliko makubwa sana katika kikosi cha Mafunzo. Nataka kufahamu hasa kwa faida pia ya wadau, ni sababu ipi ambayo iliyowapelekea nyinyi kuachana na kocha Sheha Hamisi ikiwa kuna mafanikio makubwa ambayo aliwapa katika msimu uliopita? Ni kipi hasa ambacho mlikilenga juu ya maamuzi mliyofanya? Swala lako liko very technical. Ni swala la kiufundi sana kimchezo, lakini ni kifupi tu niseme ni kwamba kocha Sheha kwanza tumshukuru sana kwa yale ambayo ametutendea chuo cha Mafunzo au Mafunzo Sports Club. Ni kweli tulikuwa hali mbaya kweli mwaka msimu ule uliopita. Kila tulipokuja katunyanyua tukafika hatua nzuri, lakini kuondoka kwake hakukuwa na ugomvi wala hakukuwa na uhasama wote. Aliondoka katika hali ya kawaida tu, kama unajua makocha ni kama wachezaji, anaangalia sehemu ambapo anapata fursa. Kwa hiyo nadhani kocha Sheha alipata fursa huko alikokwenda, sisi hatuweza kumzuia tena. Kwa hiyo ni yeye aliamua kuondoka na sio nyinyi mliamua kuachana naye. Yeye alipata timu akaenda, sisi tukasema basi hakuna tatizo, unaweza kwenda, na tukampa thank you nzuri tu, hatujawa kuwa na ugomvi wala tatizo lolote. Lakini pia sisi tulikuwa unajua timu ya Mafunzo ni timu ya kiaskari. Tulikuwa tuna kocha wetu ambaye ni askari, tukaona basi acha mara hii tumpe kocha wetu tuende naye. Kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo pia nakumbuka uliahidi hapa ni kuhusiana na Mafunzo. Ulizungumzia kuhusiana na hao wadau ambao wakuiunga mkono klabu ya Mafunzo, wafadhili. Ukasema ya kwamba timu hapa timu nyingi hapa nyumbani visiwani Zanzibar zinasumbuliwa na wafadhili, lakini utahakikisha
siku yoyote na wakati wowote unatafuta wafadhili wa kuweza kuhakikisha mafunzo inaweza kujiingizia fedha zenyewe moja kwa moja. Hasa kwa upande wako hili, mpaka hivi sasa umefikia wapi hili swala? Kwa upande wa wafadhili, niseme ukweli, bado hatujafanikiwa kupata mfadhili ambaye tutakuwa amekubali kutufadhili kwa 100%. Lakini bado malengo yako pale. Malengo yapo na wapo watu tumeshaanza nao mazungumzo, lakini bado hajafikia ule mwafaka. Lakini mazungumzo yapo ya wadau mbalimbali, wafadhili mbalimbali. Wengine wanakuja wanakuwa wana masharti yao ambayo na sisi tubidi tuangalie. Unajua sisi ni timu ya ambayo inaongozwa iko chini ya taasisi ya serikali. Mambo mengine kidogo unaweza kukuta kwamba kulingana na nature yetu inaweza kuwa kidogo na ugumu. Lakini wafadhili wapo, tumejaribu kuongea nao na wengine wameonyesha mwelekeo mzuri. Kwa hiyo bado tunaendelea na mazungumzo, ingawa hatujafikia mwafaka 100% kupata mtu wa kuweza kutufadhili kabisa. Neno lako ni lipi hasa kwa wadau wa soka hapa nyumbani visiwani Zanzibar na wapenzi wa mafunzo? Kwanza nianze na wapenzi wa mafunzo. Unajua timu yoyote ili simame inahitaji sana wapenzi, mashabiki, wanachama. Hakuna klabu inasimama bila kuwa na vitu hivi. Kwa hiyo niwaambie tu kwanza, wana Mafunzo Sports Club ni timu yetu. Ili iweze kwenda mbele lazima wao mstari wa mbele kuisimamia, kuishabikia, kuipenda, lakini pia kuichangia. Lakini kwa washabiki wa mpira wa miguu hapa Zanzibar, niseme tu kwamba tujaribu tuseme kuwa na mwamko wa kimichezo, kwa sababu Zanzibar wapo watu wana mwamko, lakini sio mkubwa kivile. Kwa mfano vilabu vingi vinashindwa hata ile gate pass ile fedha ile ya kiingilio inakuwa ndogo sana kiasi kwamba haisaidii chochote kabisa. Sasa hiyo inaonyesha kwamba ule mwamko wa mashabiki katika kushiriki kwenye michezo ni mdogo sana. Kwa hiyo ningeomba tu watu ambao ni mashabiki wanapenda michezo, basi wao wanashiriki, lakini wanajaribu kuchangia kwenye vilabu, kwa sababu kuna vilabu vikubwa kwa duniani ndio vinasimama baada ya mashabiki wao kuwa wamebebwa na mashabiki. Bila hivyo kusema tu kwamba tokee mfadhili au nafadhili kila kitu inakuwa ngumu kabisa. Kwa hiyo kama mashabiki basi tusimamie vilabu vyetu, tuvisaidie, tuvichangie viweze kukuza soka la hapa Zanzibar. Na hapo kila mmoja amalize lake moja. Sawa. Hapo kwenye mashabiki tuliona ilikuja ile dabi, kwa maana nyinyi na Matumbaki dabi, na ikawa tunaamini kwamba hii sasa inakwenda kuwahamasisha wapenzi na mashabiki kuwa wanakuja zaidi viwanjani. Mmeona impact gani kutokea pale kwenye Matumbaki dabi? Ilikuwa ni nzuri, lakini sasa bahati mbaya inakuwa yani dabi inakuja kama ni zile timu tu ambazo zinaingia siku ile, kama tulivyoona juzi Yanga na Simba, watu wanakuja kwa ajili ya mechi hizo tu. Baada ya hapo hakuna tena ushabiki. Sasa inakuwa ni kama kitu cha msimu, hakiendelei. Sasa tunataka mimi ni washauri wa mashabiki iwe endelevu. Zipo mechi, zika timu zikicheza hapa Zanzibar zinajaza hapa lakini ndio hizo tu. Baada hapo tena basi nyingine zinakuwa hazina. Kwa hiyo kucheza ikiwa dabi sawa, watu wanakwenda kwa shabiki, kwa utetezi, labda inakuwa matangazo mengi, lakini baada hapo tena watu wanashuka chini. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba tu tunajaribu kushiriki katika michezo yote, regardless kwamba hii ni dabi, hii ni mechi tu ya kawaida, ili kukuza mpira hapa Zanzibar. Umegusia katika ishu ya mashabiki hapo, na nafikiri pia kwa uzoefu wangu hasa kwa mashabiki wetu ni mfano wa abiria ambaye anapokuwepo katika kituo huwa huwa hapandi daladala mpaka konda ataponadia hii ni daladala ya Kiembesa Maji. Lakini hiyo daladala imeandikwa kwamba inaenda Kiembesa Maji, lakini kama usiponadia hapandi kwenye hiyo daladala. Sasa nyinyi kwenu Mafunzo muna mikakati gani katika kuwashawishi hawa mashabiki, kwanza waipende timu yenyewe ya Mafunzo, lakini pili wajihisi wao ni sehemu ya Mafunzo? Ipi mikakati yenu? Sawa. Moja ni kuwashirikisha katika maamuzi. Unajua mara nyingi mashabiki, wanachama wanatokea kukasirika sana wakiona hawashirikishi kwenye maamuzi. Kama kukikuwa kuna kikundi cha watu wanafanya maamuzi ya timu,
wananuna. Sasa sisi tunajaribu kuwashirikisha kwanza mashabiki wetu, wapenzi wetu, tunasikiliza maoni yao, yale ambayo wanahisi yataleta faida kwa timu tunajaribu kuwasikiliza. Lakini pia tunajaribu kuhamasisha hata wale wafanyakazi wetu wa chuo cha mafunzo kuendelea kuipenda timu yetu hii. Ingawa kuna wengine wana timu zao, lakini bado naambia hii ni timu ambayo wewe ni timu yako ya ofisini, lazima uipende. Kwa hiyo tunajaribu kufanya hivyo, kuwahamasisha wafanyakazi wetu wote waipende mafunzo, lakini na mashabiki wetu kuwashirikisha katika maamuzi yetu ya uongozi wa timu kwa jumla. Sisi tukushukuru sana Kamishna, na tutakualika tena hapa kwa mara nyingine kama vile ambavyo tulifanya awali, na leo hii umekuja. Naamini sasa huko mbeleni, baada ya hatua kusonga mbele, hata kama itakuwa ni hatua moja, tutakualika tena ili tuweze kufahamu baada ya hatua hiyo kuna hatua ipi nyingine ambayo pia mmeiweka kama Mafunzo Sports Club kwa upande wenu katika kuhakikisha michezo inasimama na kuwa imara zaidi. Sisi tukushukuru sana. Na mimi nashukuru sana. Nashukuru kwa kunialika kwa mara nyingine hii. Na natakia tu Ramadhani karimu. Shukrani. Asante sana. Lakini pia hata mialiko yetu kama vile ambavyo umeipokea kwa moyo mkunjufu, basi hata pia wakati mwingine vile vile pia uje kwa mara nyingine. Tatizo. Wanasema ukikataa kutangaza kile unachokifanya watu hawatajua. Kabisa. Watu watajumu vile ambavyo fikira zao zinawapeleka. Kwa hiyo waambie umefanya nini, umefikia wapi, umekwama wapi. Anaweza katokea mtu hajui, baada ya kupata taarifa hizi kumbe kuna kitu namna hii, basi na mimi nitachangia. Kwa hiyo mimi niko tayari, mkiwa tayari kunialika muda wote, hamna shida. Asante sana. Nashukuru sana. Ni Kamishna Khamis Bakari Khamis wa chuo cha mafunzo Zanzibar ndiye ambaye tumemwalika hapa, Kanali Khamis Bakari Khamis. Tumekuwa naye ndani ya kapu la michezo, na nilikuahidi ya kwamba na nilikuambia hapo awali ya kwamba huu ugeni sio ugeni bali ni ugeni wenyeji. Tumeweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Mafunzo Sports Club, lakini pia vile vile na Mafunzo Queens tumeweza kuelewa kwa undani zaidi, na lengo lao hasa kwenda kushiriki mashindano ya Sekafa na hata pia kuchukua ubingwa huko, baada ya kuchukua ubingwa hapa nyumbani visiwani Zanzibar kwa upande wa ligi ya wanawake. Umemsikia Kanali amezungumza vizuri kabisa, na malengo yao ni yapi hasa kuweza kuisimamia Mafunzo Sports Club. Tutamwalika tena pale ambapo tutakapoona mafunzo imesonga mbele ama mafunzo pia imeyumba mahala, lakini hatutarajii huko kwenye kuyumba, tunatarajia sana kwenda kusonga mbele ili kuweza kumwalika zaidi, kuweza kufahamu hatua nyingine ni zipi hasa kwa Mafunzo Sports Club. Tupate mapumziko mafupi ili kuweza kuagana na ugeni huu ambao umetufikia hapa katika kapu la michezo, na baada ya kurudi tutaendelea katika kipengele cha pasi ya pili ya kapu la michezo.